lakini waweze kujua ya kwamba hata wanapoua kanisa lake Mwenyezi Mungu halitaweza kuangamia. Naam, ninakuja mubashara kutoka St. Joseph Mukasa Catholic Church Timbila Parish katika eneo bunge la Taveta, kaunti ya Taita Taveta, na leo hii nimepatana naye Padri Mwanyasi wa kanisa hili ambaye tutakuwa tunazungumza naye masuala mengi kuhusiana na amani nchini Kenya na pia kuhusiana na siku ya mawasiliano ambayo inakujia tarehe 1 Juni, na ni siku ambayo inaenziwa haswa katika kanisa Katoliki, na pia swala la amani, jambo ambalo liliweza kugubika taifa na kushtua wa Kenya kuhusiana na mauaji ya Kasisi Alois pale eneo la Elgeyo Marakwet, jambo ambalo Rais William Ruto amelizungumzia na akasema uchunguzi wa kina unafanyika. Naye pia waziri wa usalama amelizungumzia. Karibu sana Padri Mwanyasi hapa. Anza tu kutuelezea hatua ya amani ama habari za kasisi huyu kuweza kuuliwa, kasisi hao wawili kuweza kuuliwa, ulizipokeaje? Asante sana mtangazaji wetu wa Radio Tumaini. Kwa hakika jambo hili limeweza kuwa jambo la kuweza kushutua katika kanisa lake Mwenyezi Mungu, hasa tukikumbuka siku ambapo kasisi mmoja kutoka Nyahururu, Father Maina, alipouawa. Alikuwa anazikwa siku hiyo, na baada ya muda tu tunapata habari tena kuna padri mmoja ameuawa katika sehemu ama katika jimbo la Eldoret. Kwa hakika habari hizi ziliweza kutushutua kwa sababu hatukutarajia, na hasa tunapomkumbuka Father Alois ambaye amekuwa ni rafiki wa karibu. Nimeweza kuwa naye katika sehemu mbalimbali. Tumekuwa naye katika jimbo letu la Mombasa wakati wa upadrisho wa Father Moses na Father Mdali ambaye ni classmate. Tukawa na sherehe naye pale nyumbani kwa kina Mdali, na pia wakati wa sherehe za nyumbani za Father Alois Moses kule Ukwala aliweza kuwa, na alikuwa mhubiri ambaye alikuwa ni mtu mcheshi sana katika mahubiri yake na ni mtu mwenye kuvutia. Kwa hivyo baada ya kupata habari ya kwamba Father Alois ameuawa kwa risasi, tuliweza kushtuka na kuweza kuhuzunika sana. Tunamkumbuka sana Father Alois zaidi kwa sababu ya maneno ambayo alizoea kuyatumia. Ni changamoto katika maisha, na kwa hakika angalieni, amekufa kifo cha changamoto katika maisha. Leo hii katika maandiko matakatifu, hasa Jumapili, Kristo ametuomba na kutuambia, amani yangu nawapa, na ninavyowapa amani si vile ulimwengu unavyotoa amani yake. Kwa hakika tunapoangalia vile ulimwengu unavyotoa amani, si vile Kristo alivyoweza kutoa amani. Kwa nini mauaji haya yanatokea? Ni kwa sababu kuna upungufu wa amani katika maisha ya watu wengi, na wameshikilia amani kuweza kuwa katika maisha yao ubinafsi, na ndio maana wanachukua uhai wa watu wengine. Lakini hata hivyo, wanapochukua uhai, tujue ya kwamba neno lake Mwenyezi Mungu litaweza kuendelea. Pengine wanaua mapadri ili kuweza kuwanyamazisha, wasije wakawa wanenaji kwa wale ambao ni watu wa chini, the voice of the voiceless. Lakini waweze kujua ya kwamba hata wanapoua kanisa lake Mwenyezi Mungu halitaweza kuangamia. Bado kanisa la Mungu litaendelea. Hata wauaji wa Kristo walivyomuua juu ya msalaba, walidhani ya kwamba baada ya kumuua Kristo injili yake Mwenyezi Mungu haitaendelea, bali bado injili ya Mungu inaendelea. Wito wangu kwa ajili ya serikali yetu ni kwamba mambo haya yanapotendeka, naomba serikali iweze kuchukua nafasi ya uwepesi na uharaka wa kuweza kufuatilizia mambo haya. Mara nyingi tumesikia makasisi wameuawa, na paka leo hii hatujajua ni kina nani na madhumuni, malengo ya kuweza kufanya jambo hilo ni gani. Na tukiangalia katika nchi yetu, katika serikali yetu, hasa tunao watu wanaohusika katika hali ya usalama. Wana all intelligence informations ambazo wanazipata. Kwa hivyo tunaomba serikali
tunaomba waweze kutia mkazo, bidii, ili tuweze kujua hawa wauaji wa mapadri wetu katika kipindi cha wiki 2 ni kina nani. Ndio, ni swala ambalo ni nyeti, lakini with all the detectives na intelligence tuko nayo Kenya, nina uhakika jambo hili linaweza kuchukuliwa na likafanyiwa upesi, ili tukaweze kujua ni kina nani ambao waliweza kumua nani, kuwaua hao mapadri wetu. Kwa hivyo tunaomba serikali iweze kuchukua hatua kwa uwepesi, na pia tunaomba Wakristo wetu tuendeleni kuomba Mwenyezi Mungu aendelee kutufungulia hawa ambao wana mioyo migumu, mioyo ya kuweza kuangamiza, ili waweze kuwa na moyo radhi, waweze kurudi na kuweza kutubu, kwa sababu tunaamini na tunasadiki ya kwamba waliofanya hivyo hawataweza kuwa na amani, hawataweza kuwa na utulivu. Utulivu wataupata tu watakaporudi na kuweza kuomba msamaha. Na yote 9-10 ni amani, 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 na serikali ya Kenya iweze kuingilia kati na kudumisha amani na kuwalinda mapadri wetu. Kutoka kanisa la St. Joseph Mukasa Timbila, jina langu ni Gabriel Mwakoma.